Mheshimiwa Mwenyekiti, sura ya kwanza ni mapitio ya utekelezaji wa mpango wa bajeti kwa mwaka wa fedha 2024/2025 ambapo tunaona halmashauri iliidhinishiwa kukusanya bilioni 25.7 na hadi kufikia mwezi Juni mwaka 2025 halmashauri ilikuwa inapokea jumla bilioni 25.9 ambayo ilikuwa ni 100%, na matumizi yalikuwa ni bilioni 23.6 ambayo ilikuwa ni 91%. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna jedwali namba 1 linaonyesha muhtasari wa mapato na matumizi hadi kuishia mwezi Juni 2025. Kipengele cha 1.2 ni makusanyo ya mapato ya ndani kwa mwaka wa fedha 2024/2025 ambapo halmashauri iliidhinishiwa jumla ya bilioni 3.3 na ilifanikiwa kukusanya jumla kutokana na mapato ya ndani. Kati ya fedha hizo jumla ya shilingi bilioni 2.3 ni mapato yasiyolipwa na bilioni 1.029 ni mapato lipwa. Hadi kufikia Juni 30, 2025 halmashauri ilikuwa imekusanya jumla ya bilioni 4.6 ambayo ni sawa na 136%. Mheshimiwa Mwenyekiti, sura ya pili ni mapitio ya utekelezaji wa mpango wa bajeti ya mwaka wa fedha 2025/2026 kwa kipindi kinachoishia mwezi Januari 2026. Katika mwaka huu wa fedha halmashauri ilikuwa imeidhinishiwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kukusanya na kutumia jumla ya bilioni 27.5 ambapo ndani yake kulikuwa na shughuli za mishahara ambazo zilikuwa na gharimu jumla ya shilingi bilioni 16.2, matumizi mengineyo jumla ya bilioni 1.319, utekelezaji wa miradi ya maendeleo jumla ya bilioni 5.9 ambapo kati ya hizo bilioni 2.04 ni fedha za ndani na bilioni 3.07 ni fedha za maendeleo ya nje and development foreign. Lakini kati ya hizo halmashauri inadhamiria kukusanya jumla ya bilioni 4.1 kwa ajili ya mapato ya ndani ya halmashauri, ambapo kati ya hizo bilioni 2.91 ni mapato ya ndani halisi na bilioni 1.2 ni mapato lipwa. Aidha, katika kipindi cha Julai hadi Januari 2026 halmashauri imefanikiwa kukusanya ama kupokea na kutumia fedha katika mchanganuo unaoonekana kwenye jedwali namba 2 hapa chini. Mheshimiwa Mwenyekiti, kipengele cha 2.2 ni mafanikio yaliyopatikana kutokana na utekelezaji wa mpango wa bajeti kwa mwaka wa fedha 2025/2026. Shughuli mbalimbali zilizotekelezwa katika kipindi cha mwezi Julai hadi Januari 2026 zipo kwenye 2026 zipo kwenye jedwali namba 3 zikiorodheshwa kuanzia namba 1 hadi namba 15 ukurasa wa 6. Kwa chanzo cha fedha za ruzuku, lakini kwa mapato ya ndani zipo kwenye ukurasa wa 7 mpaka ukurasa wa 8 kipengele cha 16, na kwa ruzuku ya fedha zinazotokana na wahisani zipo kwenye ukurasa wa 8 na zile zinaorodheshwa kwa namba 1 hadi 10. Lakini hata hivyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, kulikuwa na miradi inatekelezwa kutokana na fedha ambazo zilikuwa zimeingia kwenye mwishoni kabisa kwa mwaka 2024/2025. Jedwali namba 4 inaonyesha miradi ya GPDLS na hatua ya miradi. Jedwali namba 5 ni miradi inayotekelezwa kwa fedha za boost ambazo zilikuwa mwaka 2024/2025. Na chini ya jedwali hiyo tuna fedha miradi ambayo ilitekelezwa kwa fedha za mapato ya ndani ambazo zilivuka mwaka 2024/2025.
Hata hivyo, tumeorodhesha changamoto zilizojitokeza katika utekelezaji wa bajeti ya mwaka 25/26, mapendekezo yanayotokana na changamoto hizo na mikakati. Mheshimiwa Mwenyekiti, sura ya 3 ni miongozo iliyozingatiwa katika maandalizi ya mpango wa bajeti kwa mwaka 26/27. Yameanzia pale ukurasa wa 11, ukurasa wa 12, ukurasa wa 13, hadi ukurasa wa 14. Sura ya 4, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni mapendekezo ya rasimu ya mpango na bajeti kwa mwaka 2025 2026/27. Katika kipengele cha 4.2, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeainisha maeneo ya vipaumbele ambavyo vimeenda mpaka ukurasa wa 16. Kwenye ukurasa wa 17 tumeweka muhtasari wa sura ya bajeti, ambapo katika mwaka huu wa fedha halmashauri inatarajiwa kukusanya na kutumia jumla ya shilingi bilioni 28.065 kutoka katika vyanzo mbalimbali. Kati ya hizo shilingi bilioni 5.9 ni ruzuku ya maendeleo, ambapo kiasi cha shilingi bilioni 2.8 ni ruzuku ya maendeleo kwa vyanzo vya ndani, na shilingi bilioni 3.07 ni ruzuku ya maendeleo kwa vyanzo vya nje. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kiasi cha shilingi bilioni 16 ni kwa ajili ya mishahara ya watumishi, shilingi bilioni 1.3 ni matumizi mengineyo, na kwa makusanyo ya mapato ya ndani halmashauri inakaribia kukusanya na kutumia jumla ya bilioni 4.6, ikiwemo shilingi bilioni 3.3 ambayo ni mapato halisi na shilingi bilioni 1.3 ni mapato bima. Jedwali hapo chini lina jedwali la 5 linaonyesha muhtasari wa taarifa hiyo ya makisio ya makusanyo na matumizi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna ukurasa wa 18 ni mchanganuo wa makusanyo ya mapato ya ndani kuishia Januari 2026 na makisio ya makusanyo ya mapato ya ndani kwa mwaka 2026/27, ambalo ipo kwenye ukurasa wa 18 wa 19 na inaishia pale ukurasa wa 20. Makadirio ya mwaka 25/26 yalikuwa milioni 175, lakini mapato halisi ilikuwa ni 18%, na makadirio ya 26/27 ni milioni 55. Sasa nitaka kujua, wakati makadirio haya ya 25/26 yanafanyika, ni kitu gani kimefanyika mpaka kupelekea kwanza mapato haya kutokukusanywa kikamilifu kama vile makadirio yalivyo? Lakini pia nataka kujua kwa nini makadirio ya 26/27 yamepungua. Je, ni loji zimepungua au la? Kwa miradi huko ndo kata ambayo haijatajwa na Kupa, Nyasa, Jida na Mkomaini. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naombe wajumbe wenzangu, kabla tuja kwenda kuendelea kupitisha, naomba walizie bajeti. Ulika pamoja na Mkuti. Naona madiwani wenzangu wote, waheshimiwa wote wamesimama. Wamegusia kata 4 tu. Mkuti sisi hatujapata mradi wa aina yoyote. Diwani wa kata Nyasa mara nyingi amekuwa akieleza hapa, ni kama porojo lakini ndio ukweli, lazima tuubebe, kwamba katika kipindi cha miaka yake 10 ya utawala wake katika kata ya Nyasa hajawahi kupokea mradi wowote kutoka serikali. Hajawahi. Miaka 10. Lakini katika kipindi hicho
utaona sasa kata zingine zinapokea miradi mingi zaidi. Sasa mlinganisho tu nafikiri unakuwa una tofauti. Kwa mfano, hii bajeti ambayo tunakwenda sasa 26 27. Ukiangalia kwenye mchanganuo hapa, mimi nimefanya mchanganuo mdogo. Mheshimiwa Mwenyekiti, utaona kata Temeke kwa mfano, wao wamepata miradi 9 kwenye hii bajeti. Kata ya Matawale, kata ya Mariko wamepata miradi 7. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa bahati nzuri unakumbuka sana, hata baraza lililopita yalikuwepo makelele sana kwamba kwa nini kata ya Mariko inapata miradi mingi sana. Na mpaka tunamaliza mwaka wa 24-25 ndio kata pekee ambayo ilichukua fedha nyingi sana katika miaka mitano. Mwaka huu imeanza tena hivyo hivyo na yenyewe inachukua fedha nyingi sana. Sasa ni lazima twende kwa mlinganisho kutokana na mazingira ya mahitaji ya maeneo fulani fulani. Bajeti kuu ya serikali mwezi wa 7, kipindi bunge linaendelea, Mheshimiwa Waziri wa Biashara alileta mapendekezo bungeni na akapitishwa. Tulikuwa tunachaji hoteli levy 10% ya makusanyo. Mfano, hoteli ile inayochaji shilingi 10,000, sisi tulikuwa tunachukua shilingi 1,000. Sasa akaishusha kutoka 10% mpaka 2%. Kwa hiyo tukawa tumepoteza mapato ya 8%. Sasa kwa sababu nyie mmepitisha na bunge liko juu ya kwenu, automatically lazima tulifuata maelekezo ya bunge na ulikuja waraka wa kupunguza na wananchi wote walisikia. Kwa hiyo sasa hata hii 1% tuliyokusanya mpaka sasa ni nguvu kubwa sana imetumika. Kwa hiyo yule ambaye alikuwa anatulipa shilingi 1,000 sasa anatulipa shilingi 200. Yule ambaye alikuwa anatulipa shilingi 20,000, alikuwa na guest yake shilingi 20,000, alikuwa anatulipa shilingi 2,000. Sasa hivi anatulipa shilingi 400. Ndio maana sasa kwa makadirio ya mwaka huu hatuwezi kurudi tena kule kwa 10% kwa sababu tayari ni maelekezo ya serikali. Na walipaji wanafahamu maelekezo ya serikali ni 2%. Ndio maana sasa umeona imepungua kutoka milioni 175 mpaka shilingi milioni 75. Madiwani kwa namna ambavyo nimewaona mko wamoja katika kutetea maslahi za wananchi wetu wanaoishi kwenye halmashauri. Si rahisi diwani akapambania miradi kupeleka kwenye kata ya Mwenzie, lakini ninyi mmezingatia uhalisia mnaoona katika kata zetu kwa wananchi wetu, na ndio maana kwenye bajeti hii mmeona baadhi ya maeneo ni lazima tupeleke miradi ya kutosha. Na washukuru muendelee na umoja wenu katika kutetea maslahi ya wananchi wa Masasi. Niungane na mheshimiwa madiwani kwa kumpongeza mkurugenzi wetu wa halmashauri. Ukiangalia mtiririko wa bajeti umeanza mwaka leo, halmashauri inaenda vizuri. Kwa hiyo hongera sana mkurugenzi, na niwapongeze hili kwa ujumla, ni timu ya kisasa. Tunakuwa na mkurugenzi, waheshimiwa madiwani na wataalamu kwa ujumla. Tumeangalia masuala ya mapato mwaka wa fedha 2024-2025. Tumefanya vizuri sana katika ukusanyaji wa mapato. Najua waheshimiwa madiwani ambao walikuwa wengine hawako hapa, lakini wengine tunao. Kwa hiyo hongereni sana. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, leo tumepitisha bajeti yetu kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Mimi ninachoomba huwa nasema kwamba tuombe iende ikatekelezeke. Hilo ndio jambo kubwa la msingi. Iende ikatekelezeke. Maana tunapitisha hapa vizuri, tuangalie mambo na changamoto yoyote, tuziweke vizuri. Nafikiri kuna vikao ambavyo vimeshapita huko. Kama tumejipongeza katika ukusanyaji wa mapato vizuri, ninaamini hata hii sasa hivi itaenda vizuri na zaidi hapa, na mwisho wa siku tutakuja kupongezana mbele. Lakini pia niungane na mwenyekiti wa chama. Kwa kweli hata mimi nimepata moyo wa furaha kuona madiwani jinsi mnavyotoa hoja zenu kuhusu bajeti. Yaani jinsi diwani mwingine anavyoongelea diwani mwenzake ambaye amepelekewa miradi. Kwa sababu ukitafakari kiuhalisia hivi, kila mtu sasa anatamani kata yake iwe na kitu. Na hasa ukizingatia tumetoka kwenye uchaguzi, wanataka kurudisha fadhila sasa kwa wananchi. Lakini tunaangalia hali halisi. Tuna kata 14. Uwezo ukasema kata zote ziende kwa hizo miradi 10. Hayo. Na mimi pia nina kila sababu ya kuendelea kuwapongeza halmashauri ya mji kwa kazi nzuri ambayo wanafanya.
mimi na kamati yangu tumeconcentrate sana kwenye ukaguzi wa miradi. Katika hali ya kawaida, ninapokuwa naenda kwenye miradi ya halmashauri ya mji, naenda nikiwa sina mashaka makubwa, naenda nikiwa na matumaini. Na hata sasa tulikuwa tunaliana, tukitoka hapa tunaenda kwenye miradi ya mwenge ya halmashauri ya mji, tunaenda, lakini tumeshakwenda, tunaenda kuona watu wamefikia. Katika hali hiyo, nataka niwahakikishie kwamba miradi yetu iko vizuri sana. Kama tuliweza kuwa wa kwanza katika sehemu iliyopita tukiwa wageni kiasi kile, kipindi hiki tunapigania ushindi wa kitaifa. Kwa hiyo tuendelee kupambana. Mimi naamini maandalizi yetu yatakwenda vizuri na kila kitu kitakwenda vizuri. Mkurugenzi, hongera sana. Tunasemana sana kwenye miradi, lakini tunakusemana kwetu ndio ni kusahishana ili kusudi tuweze kwenda vizuri. Nashukuru jinsi ambavyo mnapokea positive kule kukosolewa ambako mnakosolewa. Lakini pia na mimi naomba ni kwa hatua tu za awali, mimi nimekuwa mdau wa kwenda Mkomaido kila wakati. Kwa hatua tu za awali, kwa kweli mganga mkuu wetu yuko shapu na anafanya kazi nzuri sana. Tuendelee kupata ushirikiano. Napata matokeo ambayo ni very positive kila unapokwenda pale, lakini mambo mengi yuko tayari kushirikisha kila wakati bila uoga. Hapa tunafanyaje kuhusu maji? Hili liko vipi? Yaani ni mtu ambaye yuko tayari kushirikiana na mtu yoyote ili mradi kila ambacho amekusudia katika utekelezaji wa majukumu yake kiweze kwenda vizuri. Tumpatie ushirikiano na tuhakikishe kwamba anakwenda vizuri. Tunaamini hospitali yetu hivi karibuni itakuwa kati ya hospitali bora sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, naendelea kuhakikisha tena kwa waheshimiwa madiwani ambao sasa ndio mwaka wa kwanza kwamba sisi kama watumishi wa kwenu na watumishi wa wananchi tuko tayari kupokea maelekezo ya kwenu. Linapotokea tatizo lolote kubwa ambalo linahitaji msaada wa halmashauri kwa wananchi wetu, naomba tusisubiri vikao. Sisi ofisi ziko wazi, tutakuwa tuko tayari kwa ajili ya kuwatumikia wananchi na kumaliza yale matatizo yote. Mimi ni shukuru kwa baraza hili kupokea bajeti na kuipitisha kwa kipindi kifupi sana. Na nilikuwa naamini kwa sababu tulishakata kwa vitabu vyetu na tusharejea. Hivyo ilikuwa na kuja tu kabisa taratibu na kama. Lakini nichukue nafasi hii kuongeza mkurugenzi. Mimi nilianza sasa hivi mwaka unaenda wa 11. Nimekaa na wakurugenzi mbalimbali. Yaani vichapo na kufundishana na kibana. Hapa katika tulikuwa nimeruka kidogo sema kweli. Maana lazima tukosema kweli. Lazima yeye anatoka baraza kusema kweli. Hapo ngine hapa ndio mingi ilikuwa na fake. Alikuwa na wakati tumeingia ili aibu kutudia ndio kwa wakati. Lakini pia katika swala la kusaidia mapato huko mstari wa mbele katika kusimamia na kuongeza sana. Naamini bajeti hii tutatoka kutekeleza kwa 100% na zaidi ya 100%. Lakini naomba sana waheshimiwa madiwani tushirikiane pamoja. Alizungumzia mkurugenzi si wasimamizi pale ambapo tunataka tutashauri ili mambo yaweze kusonga mbele. Ninaamini kwa bajeti tumeibua miradi mingine mipya na bado tunaendelea kuibua, tutaendelea kushauriana. Na bado naamini mashauri ya masasi bado mapato mengi makubwa. Tukikila vizuri, tukisimamia vizuri, tutavuka malengo na bajeti yetu mpaka hali moja itakuwa inapanda kwa kasi sana. Hatimaye ndoto yangu tupate manispaa. Maisha yangu